Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Ni kipindi chetu kizuri, wapendwa katika Bwana. Niko na mjakazi wa Bwana na atajitambulisha. Karibu, naitwa nani? Shalom, shalom. Mimi kwa majina naitwa Angelani ama mjakazi Angelani. Amena. Amen, amen. Tena ni nabii wa Bwana. So tumekuja kwa mara tena, nadhani sura yake sio mpya kwenu, umeshagawahi kumuona hapa. Na leo tutakwenda kuongelea kuhusu unawezaje kutunza maisha yako ya wokovu na wakati huko katika nchi ambazo unajua kabisa maendeleo ni mengi. Kama sasa tuko Ulaya, unakuta watu wanavaa vitu ambavyo havistahili na bado uko binti, uko shule. So unawezaje kulinda wokovu wako au kujitunza katika hii maisha? Hata Afrika, sehemu yoyote, nchi zinaendelea sana na unakuta watu wanachekwa na zaikiwa kama Wakristo. So unawezaje kulinda wokovu wako katika maisha ya ujana? Haleluya. Na ana mengi ambayo atachangia kwa upande wake kama binti mwanamwali. So karibu wapendwa, tuombe kwanza Mungu kabla ya yote. Bwana tusaidie na tutangulie. Karibu kwa maombi. Baba Mtakatifu, Mungu aliye hai, tuko mbele za uso wako muda kama na huu Bwana, tunaomba Yesu Kristo tusaidie. Usaikare mondrepa. Haleluya. Sema nasi Bwana, sema nasi Bwana Yesu. Chukua akili zetu, mawazo yetu, ufahamu wetu Yesu Kristo. Ondoa mawazo yote ya kula na kule, pepo zote chafu za anga tunarimo kwa jina la Yesu Kristo. Baba tawala mali hapa, sema nasi, chukua ulimi zetu, sikua mawazo yetu Bwana, useme nasi. Utuonekanie Mungu, tusaidie, tutie nguvu Bwana, useme nasi, tunene katika roho na kweli. Mipango na makusudi ya mwovu ibilisi sipate nafasi katika jina la Yesu. Tupe hekima na maarifa ya kuongea, maana tutaweza bila wewe. Mungu utuongoze mwanzo hadi mwisho. Rikoria bosekeria masa, utusaidie Bwana katika jina la Yesu Kristo. Mere glory tulekai Bwana, tunaomba tunene yale ambayo Mungu ameandaa leo, situnene. Haleluya, katika jina la Yesu. Haleluya. Dribo seka. Haleluya. Ndio Bwana, siwe kwa sababu ya utukufu wetu, mali utukufu kurudilie. Wana wako wabadilike, maana Mungu wa rehema, wengi wanasikia maneno yako lakini wabadiliki. Regeza mioyo ya wana wako, watakaposikia hekima hii umeka ndani yetu, wapate kubadilika Bwana. Wasiwe tu wasikilizaji, bali watenda kazi, watendaji wa neno lako Bwana Yesu. Haleluya. Asante Bwana, kushukuru kwa upendo wako. Gusa moyo wa binti huyu, mama huyu, maana tutazama. Lete wokovu ndani ya wana wako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tutawale na kutusaidia mwanzo hadi mwisho pamoja nasi Bwana, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Amen. Amen, amen. Yes, wapendwa katika Bwana. So nitakwenda kumuuliza mjakazi Angelani maswali mbalimbali kuhusu maisha ya wokovu, kama yeye anawezaje kujitunza au kuweza kumtumikia Mungu kwa bidii, kwa ujasiri wote, na anawezaje kupambana na hali kama vile ya maisha, shule, ujana, familia. Hayo yote atakwenda kutuambia. Karibu mjakazi wa Bwana, tuambie jinsi gani unavyoweza kutembea na Bwana. Au ni shaku gani ambayo ulipenda kabisa umtumikie Mungu? Ulipata shaku gani au nini ambacho kilikusukuma na zaidi mpaka sasa hivi bado unasimama katika maisha ya wokovu? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Shauku ambayo nilipata kumtumikia Bwana, nilishawishika sana na neno la Bwana, sikushawishika na maneno ya watu. Amen. Wala mawazo ya wengine watu, kwa sababu inakuwa inakatisha mtu tamaa. Unakuta mtu wako anatembea katika kweli, lakini maneno ya wengine watu akisikia tu akiruhusu tu. Yaani huyo mtu anaangukaga na anaacha ile kweli ya Bwana kabisa. Tenda kusoma katika kitabu cha Isaya 29:13 hadi 15. Mchakazi wa Bwana, unaweza tusomea? Okay, Isaya 29:13 hadi 15. Ndio. Nasema kwamba Bwana akanena, kwa kuwa watu hawa unikaribia na kuniheshimu kwa vinywa vyao, mbali mioyo yao imefarakana nami, na kichwa chao
walicho nacho kwangu ni maagizo ya wanadamu walivyowafundishwa. Kwa sababu hiyo mimi nitafanya tena kazi ya ajabu kati ya watu hawa, kazi ya ajabu na miujiza, na akili za watu wao wenye akili zitapotea, na ufahamu wao wenye busara wao utafichwa. 15. Tuendelee 15 au tuishie kwanza? Unaweza ishia kwanza hapo. Ya Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Ya mimi ni mwanafunzi, niko grade ya 11 hivi. Nabakisha mwaka mmoja tu nimalize. Ya tunakutana nayo mambo sana shuleni, unakuta watu wanapenda kuwapendeza wengine watu. Unakuta kama wewe ni Mkristo, uko tofauti na wale wengine wenzako. Sasa unajitahidi mpaka acha nijiingize pale ili nionekane na mie niko sawa sawa na wale. Niige mienendo yao ili na mie ni fit. Yani nionekane, yani nao wanipende, wanifurahie. Ndio mabinti wengi siku hizi walivyo. Unakuta hata wanabadilisha mienendo yao, mivalio yao kwa sababu ya kwa kupenda vitu ambavyo havitokani na Mungu. Vitu ambavyo wale wengine wa kidunia wanavifanya lakini sio vya Mungu. Ya unakuta ni mazoea ya wale watu wamezoea kufanya hivi, naye anapenda tu acha tu na mie niende katika hiyo mienendo yao. Ya ndo changamoto nyingi ambazo zinapitikana wakati wa sasa. Sasa kazi yako wewe kama Mkristo, mchakazi wa Bwana, wewe ushikilie kweli yako, sio kwa sababu ya maagizo ya wanadamu wala nini. Kwa sababu neno la Bwana linasema watu hao unikaribia kwa vinywa vyao na kuniheshimu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali nami. Ibada yao kwangu inatokana na maagizo ya waliofundishwa na wanadamu. Wengi makanisa mengi wanafundishwa watu jinsi ya kuomba. Unakuta mwanafunzi anaenda kumasomo anafundishwa tu maneno buchache kwa kuomba, anaenda shuleni, anaenda kuanguka. Yaani ana ile maombi ya kujishikilia yeye mwenyewe. Ile maombi binafsi ndio chanzo kikubwa ambacho kinasababisha mabinti wengi kuanguka katika maisha ya ujanani. Ya wanashindwa kuchukulia kabisa ile kweli ya Mungu. Wanaachilia kwa sababu ya maagizo wengine watu. Mbona mwenzangu anafanya hivi? Mbona mimi niko tofauti? Unakuta kama anaonekana anajitenga. Wanaonekana yani na uzuri. Wanaona ile kutengwa kwao ni vibaya. Ni vibaya. Wanapenda kukubalika. Wanapenda yani kufit magroup. Wazungu ndio wanaitaka yani please watu. Ya kuaminisha kwamba acha na mie nikuwe kama wao kabisa, niwaaminishe yani na mimi niko katika mienendo yao. Lakini Ukristo sio hivyo. Ukikubali kumfuata Yesu, ukubali wewe wote, usiangalie maneno ya watu, maagizo ya wanadamu. Ya wanaotii, wanaofanya, usiangalie maneno yao wala upendo wa wanadamu. Hapana, muangalie Mungu. Ndio. Amen. Ya. Yani inabidi ujikane. Ndio. Ukubali kutukanwa, ukubali kutengwa, ukubali kuonekana kituko, uonekane mtu ambaye hufai kwa sababu ya kumpendeza Bwana kuliko kupendeza wanadamu. Haleluya, ubarikiwe sana. Sasa shuleni kwa upande wako wewe, sasa unawezaje kuishi hayo maisha ya kuto kupendeza watu na wakati una watu ambao ni wengi ambao wamekuzunguka unapokuwa shuleni? Sasa unaweza haje kuishi nao au kusoma nao au kuwa nao? Je, unakuwa wakimbia? Yani unakuwa tu haje shuleni, hali yako unaongeaga nao aje, unatembea nao aje? Kitu gani ambacho kinakufanya mpaka usishawishiwe uwe kama wao? Cha kwanza usiwakimbie. Kuwakimbia itakufanya kwamba hautawaona sehemu yote, kwa sababu ukienda huku na wakuta always unaenda sehemu na sehemu zote kumachoo wapi unakutana nao. So usiwakimbie. Wewe tu shikilia imani yako, shikilia neno la Bwana, utasimama imara. Ya ushikilie neno la Bwana. Usiangalie hapana. Usiwakimbie wala kufanya nini. Ushikilie, usimame imara. Kama wanavyoshikilia mambo yao, na wewe na ushikilie kile ambacho uko nacho. Ya usiangalie kabisa. Kwa sababu wanashikilia, wanatii mambo yao wenyewe. Ya wanavaa nini, wako sahihi kabisa. Na wewe kabisa kama wewe katika uko kweli ya Bwana, yani unatakiwa uwe na ile shauku kubwa ya kushikilia. Ya na wengine kama wakipenda mashauri na washauria hivi na hivi, fuata njia ya kweli ya Bwana. Ya lakini sio kuleta magomvi, kwa sababu Kristo si watu wa magomvi. Vijana magomvi, mabinti magomvi, hapana.
we tushikilia na usimame imara. Ndiyo. Barikiwe sana. Amen. Na andiko lingine ambalo unaweza connect na hiyo? Andiko lingine ni ile Warumi 12:2. Ushaipata, unaweza soma? Ndiyo. Haleluya. Hili ni andiko linalosema watu kujikana na kutokufuata makundi ya watu. Kujikana. Warumi 12:2 inasema, msifuatishe tena mfano wa ulimwengu huu, bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu, ndipo mtaweza kuonja na kuhakikisha ni nini mapenzi ya Mungu yaliyo mema, anayopendeza machoni pake na ukamilifu. Amen. Amen. Ya neno la Bwana linatusihi tusifuatishe namna ya dunia hii. Usifuatishwe ile mavazi yao isikuchanganya akili ukapoteza ile kweli uliokwisha kupokea. Ukiona wanapendeza hivi, wale wako hivyo wanakubalika kwa masomo, kila mtu anakubali, wana marafiki wengi. Kwa sababu vijana wengi wanapendaka nao yani wapate marafiki, ndio wanaonekana kama wako popular, wana famous, sijui kama nitasema kujulikana. Famous. Kujulikana sana. Ya kujulikana sana. Ndio naona mimi sijulikani, sifanyi nini. Ndio anataka sasa kufuatisha ile namna ya neno la Bwana linasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii. Mgeuzwe, yani uwe mtu tofauti. Huo tofauti wako ndio utakufikisha mbinguni. Kwa sababu uko tofauti na watu wengine, wale ambao uko karibu yako wanaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Haufuatishi ile namna yao. Ya wewe tu unafuata namna ya Mungu ya mbinguni. Ndiyo. Sasa kwa upande wa mabinti ambao nao wanataka kumpendeza Mungu, wanajitahidi lakini wanajikuta anashindwa. Kwa upande wako wewe uliwezaje hapo kushinda kusimama? Nao wanaelesha huko na ile njaa wasimame na wasifatishwe na namna ya dunia hii. Kwa upande wako unaweza kuambiaje gisi ulivyoweza kupiga hiyo hatua mpaka ukakuwa wa tofauti? Kwanza kutokuweza kitu kunasababisha na ile hatua ambayo unapiga ni hatua gani? Mfano, je, unasoma neno la Mungu? Bwana atakudai, atakwambia wewe umeanguka, unashindwa kufuata njia zangu. Atakuangalia katika ngambo ya neno lake. Atakuuliza, wewe unasoma neno? Ingelikuwa ulisoma neno la Bwana liko ndani yako kabisa, katika moyo wako, hautayumbishwa, hautafanya nini? Hiyo ndio swali ya kwanza ndio utajiuliza. Je, nina katika muda wangu nachukua muda wa kuomba? Ndio maana sianguki. Hizo zote ni maswali ambayo Mkristo anapaswa kujiuliza. Sasa vijana, mabinti, kwa nini naanguka? Ujiangalie ngambo ya maombi, ya vifungo, ya kusoma neno la Bwana. Ujihukumie hiyo ngambo kwanza. Ukiona kila kitu nakifanya sahihi, na mimi siamini kama kuna mtu ambaye anafanya hayo mambo na anaanguka, hakuna. Kwa sababu neno la Bwana na kuomba, ukuanguka sidhani. Sijawahi ona. Wewe unaweza kuwa mtu wa kwanza mimi kuona. Kusikia. Unaomba, unafunga sana, kusoma neno sana, kichwa kimejaa na maandiko. Hapana. Ndiyo, neno la Bwana ndio mpanga, ndio nakuimarisha zaidi katika safari ya kwenda mbinguni. Na pia mafundisho. Ya mafundisho ya watumishi wa Bwana, kushikilia mafundisho, kupenda sana mafundisho. Kwa sababu mie nashukuru Bwana, sijisifu lakini nakuwa namshukuru Bwana kwa kunipa hiyo moyo wa kupenda mafundisho sana. Yaani sijui inakuwa kama maji, mtu hakuna kiu, mtu anakupa mai unakunywa, umerizika. Kama vile una kiu, yani sijui. Bwana abariki watu wengine ambao wamepungukiwa pia na kiu ya neno. Watu wengine wamepungukiwa, Bwana azidi kuwapa hiyo moyo ya neno, wazidi kuimarika zaidi na mafundisho pia. Yaani kwa upande wako, kwa watu ambao unaona au mabinti wengi, wadada wengi ambao wanashindwa kusimama, kusonga mbele, tatizo kubwa kwanza ni kukosa neno. Kukosa neno, vifungo, maombi. Yeah. Kwa sababu na imani unakuta anasikia, na kuna mmoja nimeaga hivi. Mafundisho anasikia. Neno analisikia, lakini tu anajikuta anashindwa kusimama. Sasa hiyo ni naweza sema ni msimamo ama ile nizamu. Nizamu yako iko wapi katika wokovu? Yaani hauna nizamu.
unabidi uwe na nidhamu kusimama, uchukue hatua ya ile nidhamu kabisa, unachukua maamuzi. Leo hivi nafanya maamuzi ya ile ya kutoka moyoni, sio ile tu acha niamue leo, kesho yake tena unakosa ile nia yako isikuwe inabadilika. Upenda kwako Kristo kusikuwe inabadilika kupitia mazingira ama nini bali umpende Bwana siku zote za maisha yako, katika shida, katika nini, umpende Bwana. Nia yako ya moyo wako ama ile nidhamu yako kabisa kumshikilia Bwana isibadilike kwa ajili ya mazingira. Kama mazingira ya shuleni isibadilike, hapana, wewe ule tu ambao unashikilia ile kweli. Ukienda makazini unashikilia tu ile nia tu. Wewe ni nani? Unajua unamtumikia nani? Ndio. Usio Mkristo wa kubebewa na marafiki wa kubebewa, ndio. Na vishawishi vyote hivi. Lazima uvishinde vyote. Amen. Na kuna andiko lingine hapo ambalo ulikuwa unasema Wakorintho ile wa kwanza 15:33. Korintho 15. Okay. Inasema ya kwamba Wakorintho wa kwanza 15:33 inasema, msidanganyike, ushirika na watu wabaya uharibu tabia njema. Zindukeni muwe na akili kama iwapasavyo, wala msitende dhambi tena, kwa maana watu wengine hawamjui Mungu. Nasema mambo haya ili muone aibu. Amen. Neno la Bwana linasema tusidanganyike, ushirika na watu wabaya uharibu tabia njema. Na mimi kwangu nasema mazungumzo mabaya uharibu tabia njema. Ndio. Mazungumzo tena mabaya yanakuwa na haribu. Unakuta kwamba acha nifuate wale marafiki wanasema mambo hivi, kumbe wanakuharibu ile tabia njema ulikuwa ushakuwa nayo, ile nidhamu yako ambayo ulishatia, hapana, mimi nitasimama na Kristo, nitamtumikia Bwana. Unakuta sasa yale mazungumzo yao yale yanakuharibu, yanakutoa. Hata sisi tunakuwa tunapambana nayo, yani sana kwa masomo, kujiepusha kabisa. Utaepukana kati ni marafiki yako, ili usionekane mbaya umewatenga. Sasa hapo utashinda washaanza hizo stories zinazina kichwa na miguu. Kwa sababu mimi nakumbuka rafiki yangu mmoja nilimwambiliaga mimi ni Mkristo na mimi sikuwa napenda mambo ya kutetana. Yani nilimwambiaga kabisa wazi. Nikamwambia hapana, mimi sipendagi hivyo. Uwe muwazi kabisa. Mwambie akianza hiyo kuma story maneno mabaya yanakuharibu nawe pia. Utazoea hivyo utazoea mpaka itakuvaa. Tabia inakuwa inamvaa mtu. Jinsi ambavyo na wale watu ambao wanamzunguka. Jinsi wa kusogelea na wewe pia unasema kadiri nao kila kitu, yani kutembea. Kama Petro alionekana ni anafanana na Yesu Kristo. Hata kutembea kwake alimfanana. Haleluya Bwana. Alionekana kama Yesu Kristo. Nawe pia onekane tofauti, waambililie ya kwamba hapana, mimi sipendagi hayo mazungumzo yenu. Na kama haupendi hivyo, mimi na wewe basi yaani hauposhi kusikia aibu kwa kuambia. Hata kama unampenda aje, kama unamheshimu kiasi gani. Usimheshimu mtu katika dhambi. Wewe umheshimu mtu katika Kristo. Usimheshimu mtu katika dhambi. Mheshimu katika Kristo. Ndio. Neno la kubana hili. Haleluya. Amen. Inabidi uwe mkweli na muwazi kabisa, ili usidumbukie na wewe katika shimo. Kuna wengi wanakuwa napenda achane na rafiki kina anashindwa. Anaona atamuumiza. Kwa miaka mingi, utakuta miaka 10, 15 kwa pamoja, kwa mimi maneno kama hayo. Anahofia atajisikia aje. Hata sababu anajiona mimi ni mkamilifu mtakatifu kuliko yeye. Kumbe unamponya nafsi yake. Unamponya pia naye. Atajua rafiki yangu wa miaka mingi leo sijamsikiaga anasema neno. Leo kwa nini ananiambia hivi? Naye anaweza chukua hatua, anaweza msaidia pia huyo rafiki yako. Ndio. Nyote msiamdumbukie katika shimo. Kabisa. Kwa maana kipofu hawezi kumuongoza kipofu mwenzi yake. Ndio. Kimoni. Ndio. So katika kuvaa pia mavazi ya kujistiri, unakuta unavaa hivyo hadi shule, na unavaa vitambaa pia. So unakuta wenzako wewe wanavaa at least manguo ile ya kushawishi wanaume. Wewe unawezaje kujistiri shuleni kwenye miongoni ya watu wengi hivi?
ambao wanavaa uchi. Ni hatari lakini inakuwa vigumu, lakini haiwezi kuwa vigumu kama yani kile kitu umekishikilia kabisa, yani umekubali ile hali. Yani umevaa msalaba wa Yesu Kristo. Kama Bwana alisema jitwikieni misalaba yenu na munifuate. Amen. Hauwezi kusikia aibu. Sometimes hiyo roho inamngiaga mtu, lakini inakuwa tu ya kukemea. Ukikemea kabisa isikutoe katika kweli ya Bwana. Ujitahidi katika kuvaa vitambaa. Sio mmoja tunataka bana tutaka kama Waislamu. Ndio nakuta namwambia hapana, mimi sio Muislamu, mimi ni Mkristo. Japokuwa tunavaa sote hivi, lakini sio wale, ni wengine kabila wako na imani yao wengine. Mimi ni tofauti, mimi ni Mkristo, kwa sababu wengine wanajua kuvaa hivi ni sote ni Waislamu tu. Sote ni Waislamu. So inabidi unyenyekee na ushikilie tu, uzidi kuendelea. Usiangalie wataniona aje, watanisema aje, hapana. Wewe tu shikilie na kuendelea. Nadhani alama ya kuwa mwaminifu. Mwaminifu kwa Bwana na mwaminifu kila ngazi. Hata kwa vitambaa wengi wanashindwa, kuta anajistiri lakini hawezi vaa kitambaa. Wewe hiyo unaweza masaa yote? Naweza kila saa, masaa yote. Hata wakati wa kulala, kila sehemu naweza. Na unajua kujisikia aibu? Hapana, hata kidogo. Hata kazini huko. Watu wanasemeshana, sio lazima kulazimisha watu wakusemeshe kwa sababu uwapendeze wengine watu, utoe kitambaa ili uwapendeze wengine watu. Wengine watu tu wanakufuata hata huko kazini, wanakujaka, wanakuuliza hivi na wewe ni Kristo. Japokuwa kuwapendezesha kwamba nionekane hivi, hapana. Hapana, huo sio upendo, yani hiyo inakuwa unafiki. Kuwapendezesha watu ili nionekane hivi, hapana. Wewe tu be yourself. Vile imani yako uje nayo na wewe wote mzima. Mheshimu Kristo popote unapokwenda. Ndiyo. Kitu cha maana sana. Amen. Ubarikiwe sana. Amen. Ndio hivyo wapendwa. Huu ni mjakazi wa Bwana, anasaidia wadada. Amen. Binti lakini bado anasimama, na wewe unaweza useme bado ngaki mdogo. Unaweza. Sasa kuna wengi wanasema bado ngaki mdogo, umri wangu bado ni mdogo, nikikuwa na jisiri vitambaa muda wote, je, sitawezeka haraka au wanaume watanichumbiaje? Wewe ukitaka kuingia hivi kule nitawalewa na hema nguo na hema vitambaa, uko na hiyo hofu wala hiyo hoga? Hapana, kwa sababu wewe mwanaume labda maybe sio mtu wa Mungu. Usema kwamba umeshazeeka kwa sababu kuvaa kitambaa, hapana. Au wanaume wa hivyo wanakuwa wale ambao wajui kweli. Ndio anakuta anaanza kumsema msichana hivi na hivi hapa. Anaharibika, anajizeesha. Au kabisa maneno yao yanaonyesha kama sio watu ambao wanamjua Kristo, wanajua neno la Bwana, hawamjui Yesu Kristo. So usikuwa na hofu ya kwamba utaolewa aje, utafanya nini. Wewe focus tu, watakuja wewe wenyewe kama Bwana wakati wako umefika, Bwana ataruhusu. Yaani unaga ile pupa moyoni wako sema labda mwanamume wataniona nisifai, haikuagi moyoni mwangu. Hapana, haikuagi moyoni mwangu. Yaani unabidi pia kujiamini kama kujiamini pia hata kama mwanamke pia kujiamini. Ni kitu cha maana. Naje kufika eti unakuwa na ule uchungu kuona wenzako wanavaa manguo ya kuvutia, ya kupendeza. Wewe ukajiona kwa nini nakaa hivyo, wako na manunguniko sometime. Kwa sababu mimi hata sijapokea wokovu, sikuwa mtu ule wa kuvaa mavazi ambayo yani ile ambao mtu anavaa na wewe ununue, lazima ununue kile kitu vile ambacho kinaendelea, wewe anavaa hiki, yani inavuma sana. Sikuwa mtu wa hivyo, sio kama Bwana ni maandalizi ya Bwana anakuwa anaandaa mtu. Najua ni hivyo pia. Lakini hapana kabisa. Sikuwa na hiyo tamaa ya manguo hadi nionekane nivae. Hapana. Hata kuposti mapicha kumtandao. Sikuwa hata na posti. Yani nilikuwa naona kitu cha ajabu, sijui. Mtu anajiposta sasa, huyu mtu anaweza aje? Yani sijui. Ilikuwa kitu cha ajabu sana. That's good. Ndio maana ilikusaidia hata kumsogelea Bwana, kwa sababu ukiwa na tabia za mwanamke kujiposti, mara nyingi inakuwa vigumu hata kusimama katika Kristo. Haikuagi rahisi kwa sababu utapenda ufurahishe watu. Sasa wakati hujiposti utajiona sasa vile mbona kama vile watu wanione tena. Wanione. Na ukiona sasa ushaanza kujistiri, unaona vile utapoteza wale marafiki. Sionekane. Wow. Sasa uliwezaje kushinda hiyo hali hiyo ya kutopenda kuonekana?
kivyako wewe, ilikuwa tu ngisi ulizaliwa au pia na wewe ulichukua maamuzi ya kusema mambo ya mitandao ya masimu ya kujirusha rusha hapana, au tu ni ngisi ulivyozaliwa? Ya swali nzuri. Ya hiyo hatua nilichukuaga tu nilichukuaga tu, ilikujaga tu ghafla. Nikaamua mie na ma social media kila kitu nakiweka chini, kila kitu. Yani ilifika tu huyo muda Bwana akaanza kujenga makao, akaanza yani rekebisha bwali vote budogo budogo, nikaanza kukiana badilika pia, nikakuwa mbali na social media, tabia yangu pia ikabadilika. Yani social media naona kama nakuwa inachangia pia kwa tabia zingine za mtu. Ukisha tu acha ile tu unaonekana tabia yako kabisa imebadilika, ushakuwa mtu mpya kabisa. Ya ndo niliachaga hiyo mambo ya social media. Nilichukuaga tu ni hatua tu ya kuchukua, unaweza chukua hata leo, unaweza weza. Yani kitu kutoa Instagram, kutoa yote, TikTok, yote Facebook, yote yani ambayo kutoa. libaki na tu ni WhatsApp. YouTube, kwa sababu wewe unajifunza Ya WhatsApp na YouTube, group za kazi ya Bwana, ndio kwa ya group zote hizo. Wow. Nazo Hatua nzuri sana ambayo ulifanya. Sasa unaga ile tamaa ya kusema kwa niende kuchungulia kwanza Facebook mnaendelea nini, unaga hiyo mawazo tikitokea kwa kuchungulia nini kinaendelea, kwa sababu kuna wafio wengi wanasema anapenda kabisa atoke kwenye ma TikTok lakini anashindwa, anavuta baada ya wiki mbili tena anarudi. Sasa hao hivyo unaweza kuwasaidia aje? Wapige hatua nao wawe kabisa mbali, kwa sababu hiyo nayo inachangia mabinti wengi kuharibika sana mitandao. Unakuta kwanza binti akijitenga na mitandao kwa vizuri, lakini akiingia huko tu unakuta anaanza badilika. Sasa wewe unaweza kuwasaidia aje ili washinde na wao? Mimi nakumbuka ambacho kilinisaidiaka, nilikuwa karibu sana na Bwana, kuomba. Maombi sana. Maombi yanakutengaga na vitu vibaya. Kutenga sana. Ya midomo michafu yote na kutenga ili kutakataka kujua vitu umesemwa nini, mpaka niende kumtandao tu ili kujua vitu vinavyoendelea katika dunia sasa hivi. Mambo yote iko utandawazi. Ya hiyo tabia, yani ujitahidi sana isikuwe inakufunga na kuchukua muda wako wote. Ya uchukue tu hatua, utaweza. Katika Bwana yote yawezekana. Ya katika Bwana yote yawezekana kabisa. Yani pia ni jambo la kujiombea. Uchukue hatua, maamuzi, lakini pia uombe ili upate kushinda, maana huwezi bila kushinda. Sasa kuvishawishi, unajua wanawake wengi pia vishawishi vya wanaume. Uona ukagu unaweza kuvishinda aje? Ni kwa sababu wako kwenye mitandao wa kuona na maana umeweza kushinda, au ni kujitenga nao, ni kukaa mbali nao, maana maandiko yanasema ikimbieni zinaa. Jua uweze kuona kemea wewe mwanaume na kukemea kwa jina la Yesu usinitongoze, mpaka itabidi kwanza upige hatua fulani ili uepukane na hiyo dhambi. Wewe kwako umefanyaje ili kushinda hapo? Kwa sababu binti wewe akuta iko 15 lakini ana boyfriend, ana ma ex karibia mtoto wa miaka 15 na ma ex watatu, mpaka unashangaa hao sasa kuhesabu ma ex at age ya wengine 14 aisha kwa I have 2 ex. Sasa wewe ni aje? Tuambie kwanza hapo, unaweza kusaidiaje nao wasiwe na hiyo yani tuseme kama vile mirai ni ya kuhesabu ma ex, maana ni dhambi pia. Ya kwanza sio miaka sahihi ya kuwa na ma boyfriend right now. Ya ile kuwa na pupa ya kukimbilia maisha mbele ya kwamba maybe naweza kukia kuzwenga, sijui kama wanasemaka lugha gani, kuzwenga, kukosa soko. Ya wewe tu subiria wakati wa Mungu ndio sahihi. Ya usikuwa ni ile pupa ya kujiposti ili kuonekana, ili kwa sababu wanaume wanapenda gani, wanakuwa na tamaa ile ya kupitia kukuona tu. Kama wakuoni hautapata SMS yoyote, utakuwa tu kama unaona mtu kujiposti ili uonekane na wanaume, hawatakufuata, hawatakujua. Unafuatwa mashuleni au makazini. Sasa hapo ni kusema, yani kuongea ile maneno yako ndio yasiko tayari, maneno yako wewe ndio itafanya wale wakukimbia, wataona huyu mwanamke ako serious, acha ni muache kabisa, ku serious, hapendi mazoea, hapendi hivyo vyote, mizaa yote. Yani maneno yako usimame kabisa kidete kuongea. Ya kuwakataa. So unawezaga hiyo kuongea kukataa
Au tu unaongea kwa ujasiri tu juu ushaurie watu. Hapana, kama mtu ana tayari kabisa, una Mm. mwanamke anatakiwa kuwa na msimamo. Kama una tayari, Mm. utaongea, utasimama, kwa sababu hapo ndo kujiokoa. Amen. Kama kusema ile yes or no, Mm. utabidi uchague moja. Yes. Ukisema yes unadumbukia, unaenda. Lakini ukisema no, ya na ile no inashindilia kabisa. So ile no tu ya kusema no, hapana. Ile no kabisa ya kusema na yeye aelewe unamaanisha kile kitu. Kwa Yeah. sababu hiyo ni dhambi ambayo imefunga sana mabinti. Utakuta mimi kuna mmoja anaweza kaniambia kwamba anajaribu, anajitahidi lakini unakuta tu anaanguka mwa hiyo dhambi ya usharati. Yes, ni wengi sana kabisa unakuta washaharibika kwa miaka midogo sana na wengine hawaja graduate high school. Tayari washaharibika. Lakini wanapenda wamtumikie Mungu na wengine wana roho wa Bwana na wanatamani kabisa wasimame lakini unakuta anashindwa. Unajuaga ni kitu gani ambacho kinafanya mabinti kushindwa kushinda hiyo dhambi ya usharati? Yeah. Kwa sababu ndio inatembea sana kuharibu mabinti. Mabinti wengi kabisa wakuta wanapenda wampendeze Mungu wengi. Naongana mabinti lakini wengi hiyo dhambi ya zinayo ndio imewafunga hivi. Yeah. Yeah. So tarudi. Unaonaga ni nini? Tamaa, ni pepo, wao ni wewe wenyewe tu wanataka pia nao waonekane kama wanapendewaga. Kwa wewe gisi uko kwenye hiyo seko ya ujana hiyo, unaonaga ni nini zaidi ambayo inawatesa mabinti? Tutarudi tena pale pale kusema yale mambo ambayo unafanya tu kwa muda wako mwenyewe. Ya ndio inakuwa ina lead, inaongoza yale ili step yako. Step ya kwanza unafanya hiki mpaka unadumbukia, unakuta umetawaliwa ni hiyo hali. Ndio naonaka inakuwa shida sana. Mtu kujinasua tena inakuwa shida kutoka ya. Wow. So yani kikubwa ni kufanya nini ili ushinde? Umesema ni hiyo kuwa na ule msimamo na ile kukataa. Kukataa ndio. Kukataa kabisa. Sasa kwa wale watamaa nakwambia, anajitaki tamaa inamuaka. Huyo unaweza ukamsaidiaje? Huyo aombewe. Yani ni kama vile pepo. Inaweza kuwa pepo. Sasa ukisimama kabisa inazidi tu hapana, usimame kabisa. Kwa maombi, kwa vifungo. Wakupe na maombi na kujiombea pia. Ya muombe Bwana kwa sababu hiyo ni dhambi yako wewe mwenyewe. Hiyo ni dhambi yako, sio ya mwenzako, sio ya huyu. Wewe mwenyewe ndio utaulizwa mbele za Bwana. Haleluya. Ya utaulizwa, kila mtu atatoa hesabu kabisa. ya na kila tendo tendo yatafuatana nao. So hiyo ni dhambi ya kumwomba Bwana, Bwana niepushie. Ya Mungu kasema kwamba ni nani atakayeniokoa katika dhambi ya mauti. Dhambi kikomaa uzaa mauti. Ya ndio inakuwa yani unajitahidi kabisa unaepukana na hiyo dhambi. Ya na woga wa Bwana pia ukujae pia. Ukiwa na woga wa Bwana hauwezi ukasubutu kumfuata mwanaume kwenye hoteli. Ndio. Hapana. Hauwezi. Tanzanza aje. Hauwezi kabisa. Ujawe na woga wa Bwana ndani yako. Na pia kama uko na Roho Mtakatifu kabisa, ujiombee woga wa Bwana. Kwa sababu uko na Roho Mtakatifu ndani yako na unakosa woga wa Bwana. Hiyo sio vizuri. Yani ujiombee ule woga na thamani ya wokovu pia ya msalaba wa Yesu uwe ndani yako. Kuangalia kazi ya msalaba. Kazi ya msalaba wa Yesu Kristo. Utakuta yani ule huzuni, yani Bwana ninakurudisha tena msalabani mara ya pili. Kwa kutenda tena maovu yangu. Umeshapokea wokovu, umeshapokea kweli ya Bwana. Ni huruma sana. Tena unaenda kujichafua. Yani kujichafua tena. Muombe Bwana kabisa kusimama. Simama usianguke. Vipige vita vilivyo vizuri. Amen. Uilinde salama. Amen. Haleluya. Glory to the Father. Haleluya. Sasa hatua ambazo ulifanya, kuna mabinti wengine wanatamani wapokee Roho wa Bwana. Kitu gani ambacho wewe ulifanya ili umpokee Roho Mtakatifu? Ulifanya hatua gani mpaka ukafikia ukajazwa na Roho wa Bwana? Maana hapo ni wamama wengi wanakuwa natamani wajazwe. Yani ni hata vijana wanatamani wajazwe lakini unakuta hawajui wafanye nini. Kila mtu anasema ana ushuhuda wake. Ndio. Labda wako naweza kasaidia wengine. Najua shaka uchangia lakini pia labda kuna wengine washaongezeka kwenye channel wanaweza kapenda wasikie pia hatua na njazo ambazo ulichukua mpaka ukafika hatua ukajazwa. Mimi hatua ambazo nilichukua mpaka nijazwe. Nakumbuka tulikuwa kanisa zetu za Kintinyani ambazo hazijui kweli yani ile kivile. Ijapokuwa tulikuwa na mchungaji wetu, alikuwa mchungaji mzuri, anatuhubiria kuhusu Roho Mtakatifu. Ijapokuwa yeye hakuwa ananena kwa lugha lakini wengine wapasta kabisa. Yani wanakuwa
anatiliwa pale na Bwana ili kukuongoza ya kukuongoza tu, akupitishe tu ile Ni etape kama vile ya kilalo tu kilalo, anakupitisha pale, anakufunulia kakweli kadogo, na wewe unazidi kuendelea, unaenda unakuwa kuwa unafia kweli yote mzima. Ndo alikuwa huyu mchungaji wetu. Nakumbuka ankanisa akakuwa anahubiria kuhusu Roho Mtakatifu, nikakuwa sana na question kichwa, yani ile hamu sana ya kupenda kujua watu wanajaza ukajaza kai, wala ambao wanaenda hivi wanasukuma hivi na nguvu za Bwana wanafanya kazi hivi. Nishajua ni nguvu za Bwana, mbele sikuwa najua, nilikuwa naona sikuwa najua nilikuwa najua kama yani wamejazwa, nilikuwa najua hiyo neno wamejazwa, lakini sasa sikuwa najua kama ni nguvu za Bwana. Nilikuwa najua kama ni wamejaza kabisa na nguvu za Bwana, nilikuwa najua tu wamejaza na sijui hata maana yake ni nini. So tukaendelea hivyo. Hiyo siku nakumbuka alihubiri sana mpaka moyo wangu ukaguswa. Ndio mahubiri yangu ya kwanza mimi kuguswa. Nakumbuka nilikuwa kama miaka hata kuguswa. Hiyo ndio ilikuwa siku yangu ya kwanza kabisa kuguswa na hiyo mahubiri. Hiyo ilikuwa mwaka wa 2022 nakumbuka vizuri kama sidanganyi, 2022. Hiyo mwaka tukapita hivyo, tukaendelea kuimba kwaya. Nilikuwa mwimbaji wa kwaya, japokuwa kwaya yetu ilikuwa hivyo hivyo, lakini tulikuwa tunajitahidi tunaimba. Japokuwa sikuwa najua hata tukiimba nyimbo, yani sifili kuna sikuwa najua, yani unaimba tu, yani sijui kama ukupendeza watu wakuone kwamba mnaimba sawa, inaimba vizuri, ama kudansi, kucheza madansi ya mingi, magitari, mavyombo vya kila aina. Ndio tulikuwa tunaimba hivyo, tunamaliza tunaenda kunyumba. Ndio kila siku kumaombi kukanisa. Hivyo maombi haijaanza tunaenda kukanisa. Sasa wakati wakafika wakasema wafungulishe chumba cha maombi ambacho kitasaidia mabinti wengine waanze kuomba. Tukaanza kuenda pale kila siku ya posho. Tukao tunaenda pale. Lakini hakuwa mtu ambaye anajazwa, hakuwa nini. Tunaenda tu tunaomba. Nakumbuka nilikuwa naomba pia, wananitaja kwamba mtu mmoja tu asimame kanisa aombe. Na mimi nikakuwa ni ile shauku kila saa, anje simama uombe. Nikaona kabisa niko ni ile shauku. Nikaanza kuona kabisa niko na ile shauku ya kuomba kila saa. So ikafika wakati tukafika kwingine, ilikuwa siku ya maombi, lakini wakasema tutaingilia pale kanisani, tutaenda kwingine kanisa ama nyumba ya mtumishi mmoja wetu, mtumishi ambaye alikuwa anatusimamia. Tukaenda pale, nakumbuka ilikuwa jioni usiku. Mwimbaji akaanza kuimba mwimbo pale. Nikaona ninafunga macho. Yaani hiyo siku nilikuwa napiga makofi hatari. Nikaona kama nimepokea hata kipawa cha makofi, kwa sababu nilikuwa napiga makofi hakuna kuchoka. Nilikuwa napiga nafunga macho. Hivyo hiyo siku sikuwa nafikiria ni wachunga. Yaani sikuwa na kitu mkichwa. Yaani sikuwa na mawazo yoyote ya hali yote, yaani sikuwa na mawazo yoyote. Yaani ulikuwa free. Yaani ukisikia hiyo hali ndani yako uko free kabisa. Yaani roho ya Bwana anatashuka ndani yako, anatajenga makao ndani yako. Hiyo siku kabisa nakumbuka nilikuwa nafunga macho, napiga makofi. Nikasikia furaha ya ajabu ambayo yani sijaisikiaga maisha yangu mote. Nikasikia, nikajazwa. Yani haleluya. Nikasikia hiyo furaha, nikaanza kuruka. Hiyo siku najua nilianza kutabiri. Nikaanza kutabiri. Nitabiri kama masaa mawili. Yani ibada yote alikuwa tu mimi. Japokuwa alikuwa sijui kama kanisa zetu za hii siku wananipeleka kukakobeka kachumba kamoya nenda kukaa kule, lakini hiyo siku kabisa Bwana alisema sana. Nakumbuka ilikuwa kuhusu imani, wanadamu wekeni imani, badilikeni. Nakumbuka ndio ilikuwa nabii wangu wa kwanza kutoa.
Hivyo hii siku ikapita, nikaanza kujiuliza hivi najazwa ama ni mimi tu? Yani vyako Ama vinaongea. yani nikaanza kujiuliza sana. Yani wakati niko nafurikwa, nikawa nafunga macho. Hivi ndo kujazwa? Ule dada ambaye nilikuwa natabiri anakuwa anajazwa, ndo alikuwa anajisikia hivi hii hali yangu. Kwa maana ilikuwa furaha ya ajabu. Yani hakuna shida. Yani hakuna tatizo ambayo inakusumbua ya aina yote wakati ambao yani utapokea uamsho wa Roho Mtakatifu. Hakunaga yani sijui hata magonjwa yote inarukaga. Yani pia wakati unampokea Roho wa Bwana. Ndio. Au yani uhakikisho gani unajua kabisa huyu ni Roho Mtakatifu? Je, ni kwa sababu tu ni ile furaha? Au ni kwa sababu ile kuyumba yumba kitu kama kile kukuhakikishia sasa kusema kabisa mimi nina Roho Mtakatifu? Maana wengi nakutega ananena kwa lugha ananiambia sijui kama ni Roho Bwana. Nasikia moto, wengine nasikia moto kichwani, wengine kifuani, wengine mkononi, lakini eti hajui kama ni Roho wa Bwana. Sasa kitu gani ambacho kilikupa kwa sababu uhakikisho kwa kabisa huyu ni Roho Mtakatifu? Kwa sababu nakumbuka ambacho hiyo wakati sikujuaka vizuri sana, lakini nikia kutambua hivi sasa nikasema mienendo yangu yote ambayo nilikuwa nafanya kabla sijapokea Roho Mtakatifu ilikuwa inaonyesha kama yani Bwana ananiandaka, kwa sababu mambo yote ambayo niliacha yote ilikuwa ni mambo ya utakatifu, yote ambayo niliacha nikakuwa kama naishi maisha matakatifu ili nimpendeze Bwana. Alikuwa yani ananiandaa kabla kuandalia kutengana na vitu, kuacha kusukwa ya hiyo yote, kuacha mapatalo. Nakumbuka nitupaga mapatalo hapo, sijapokea Roho Mtakatifu, sijapokea Roho wa Bwana hapo hivyo. Nikaanza kutupa yote mapantalo, mameshi yote, maperike, yani manywele yote ya fake yote nikaanza kutoa. Nakumbuka kama nilikuwa navaa mahereni, sikuwa navaa mahereni, nilikuwa navaa Afrika. Ya nikaanza kutoa yote, masheni nilikuwa navaa masheni pia, nikaanza kutoa yote, kutupa matrashe yote. Nikatupa hiyo siku. Wadogo zangu wakaanza kunishangaa. Umefanya nini? Yani watu wa karibu wangu wakaanza kama kushangaa, mbona umebadilika sana? Naanza kunyenyekea sana, kuomba waticha misamaha, walimu. Nakumbuka kutengeneza na watu. Ndio nikaanza kutengeneza. Msamaha. Kuna mwalimu mmoja niliandikaga kutebo na hii mapenso, masharpi, ikaanza kugoma kutoka. Akaanza kunisema huyu mwanafunzi aliyefanya hivi, nikaanza kumwambia ni mie, unisamee, ni mimi ndo niliandika hapo kutebo. Nikaenda kuwa mimi mwenyewe. Sio kama yani nakumbuka, yani sielewi. Uliomba wazazi msamaha, labda na kubeba vitu ndani. Yote nikaanza kusema mama unisamee. Yani watu wakaanza kunishangaa, mbona mtoto amebadilika hivi, amekuwa hivi, kukwaya hivyo. Ili kusema sema Anje umekuwa aje, wewe utaongei, umeshakuwa kimya. Mume Bwana anani yani nikakuwa hata mtu akinisema sitamjibu, sitamfanya nini. Ya hivyo vyote nikaona kabisa ulikuwa Bwana. Ya alikuwa Bwana. Hapo ndo ulipata sawa uhakika nikapata Roho Mtakatifu. Nikapata sawa uhakika ni Roho wa Bwana. Ndio nilijua sasa. Lakini kitu ya kushikilia, ukiona unapokea Roho wa Bwana lakini bado huko fujo. Hapana, Roho Mtakatifu hapendagi vurugu. Bado unapigana na watu. Kuna watu na Roho Mtakatifu anadunda kabisa. Mtu akimchokoza zinaenda kabisa, majido chini piga. Hapo anakuomba Mungu msamaha baadaye. Sasa maana inabidi kuomba kabisa kubadilika kabla hata hujampokea Roho wa Bwana. Kwa kubadilika kabla kabisa. Wow. Ulipata neema Bwana kuweza kukuandaa hivyo. Ndio. Kile kuliko kuandaliwa, ushapokea Roho wa Bwana ndo unaanza kuandaliwa. Wengine wanakuaga hivi. Inakuwa vigumu kubadilika kwa uharaka, inachukua muda sana. Ama unaona mabinti wengi unakuta na Roho wa Bwana nazini, ana Roho wa Bwana anaanguka, kwa sababu umepokea Roho wa Bwana mwenyewe hujabadilika. Lakini kama ulipokea Roho Mtakatifu tayari Mungu ashakuandaa, ashakuponda, unanyenyekeaga. Unakuwa unanyenyekea sana. Wow. Ndio. Na sasa baada hapo, yani hivyo gisi ulivyokuwa kwenye ibada ya maombi, ndio gisi ulijazwa. Nikajazwa na Roho wa Bwana. Nikafika nikafika nyumbani, nikaanza kama kupima pima hivi, nikitembea hapa nikaona miguu tena nakuwa kama inavunjwa, kama kwa natembea tembea hivi. Nikaona kabisa hapa nimepokea, nikaona kama
kiu ya neno, naanza kusoma, hata kujitahidi kusoma nini, japokuwa sio ile sana sana. Nikitaka kuongezeka hapa kwenye mlima wa kweli, kusoma Amena. neno la Bwana. Amena, Amena. amena, amena. Amen. Nikaanza kusoma kabisa hata kumachapter bumoya na kachapter kama kusiku, nikaanza kujitahidi hivyo na hivyo ya mpaka leo. Wow. Ndiyo. Sifa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndiyo. Haleluya. Amen, amen. Sasa kuna wengine wakuta ana roho wa Bwana lakini pia anazima. Ndio kuna ambaye anaweza katabiri hivyo masaa. Anatabiri lakini baada ya miezi unakuta anazima. So kitu gani ambacho kisababisha uendelee na moto wa Bwana endelee kuongezeka ndani yako? Ni je tu juu ya maombi ya kila siku kuingia ibadani? Ni nini zaidi? Naweza sema hicho kingine kimesaidia kwa sababu pale kwa hekalu ya Ukweli Ministry tulikuwa tunaingia kila siku jioni na watumishi wa Bwana pale. Maombi ya kila siku. Kila siku ya jioni tunatoka shuleni tunaenda kuingia kwenye maombi, na pia kama wewe ni nabii utajiombea ile ujasiri wa kuzidi kusimama imara, usipoteze kipawa cha Bwana, usipoteze nguvu za Bwana. Unajiombea pia ujasiri uwe ndani yako, ndio utazidi kulinda vipawa vya Bwana. Maombi ya kila siku. Ndiyo. Kusoma neno. Na kuomba ujasiri zaidi, maana manabii wengi wanaga ujasiri wa kutabiri. Sasa unapotabiri unajuaga kitu ambacho kinakupaga ule uhakika kusema kabisa huyu ni Bwana. Maana kuna mtu anaweza kuwa anatabiri lakini unakuta na mashaka tena, unabii ni Bwana kabisa. Sasa Mungu wangu kwa tabiri hivi ni Mungu au ni mawazo yangu? Wewe ni kitu gani kinakupaga ule ujasiri wa kuendelea kutabiri mara bila woga, bila hofu? Naweza sema tena kama uko na hiyo mashaka, huo ujumbe sio wa Bwana. Yaani sio ujumbe wa Bwana, kama tena unawoga tena tena shetani anaweza ingilia tena kati, japokuwa alikuwa anakuchanganya tena na mawazo yako ili uonekane nisi messed up ujumbe tena nifanye hivi hivi na hivi. Haikuagi vizuri, hiyo sio Bwana. Inabidi sasa ujitunguze, niko vizuri na Bwana kweli? Leo niko vizuri ili niseme na Bwana nitumikishe. Niruhusu sauti ya Bwana kabisa niseme nayo, niseme na watu wa Mungu. Mimi nimetengeneza vizuri, niko sawa na mandugu zangu, niko sawa hivi. Ndio inakuwa inampa mtu hakika kabisa. Yaani mimi niko vizuri na Bwana na mimi nitanena maneno ya Bwana. Ongea pointi kubwa. Yaani pia mtu kujiuliza hayo maswali na kuwa na mashaka na kuwa ni mtu ambaye anaweza kuwa mwingine labda mwekalu hayuko vizuri kiroho. Hayuko vizuri na Bwana. Tunakuwa najiuliza. Lakini mtu ambaye amejua kabisa ametengeneza, ana amani, hana tatizo na mtu, unatoaga unabii na unakuwa na amani moyoni. Yes. Na ujasiri pia unakuwa na. Hata maandiko hapa anatuambia hii Yeremia 17. Na mstari wake wa 9. Neno la Bwana nasema moyo huu mdanganyifu kuliko vitu vyote. Una ugonjwa wa kufisha. Nani awezaye kuujua? Mimi Bwana na uchunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake na kiasi cha matunda ya matendo yake. Amen. Haleluya. Amen. 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 Anasema moyo ni mdanganyifu, kwa sababu kati ya kutoa unabii kuna wengine wanakuta wanasema eti nimesikia moyo wangu unaniambia kuvaa kujipaka makeup sio dhambi. Nasikia moyo kabisa huko moyo kabisa, yani nina amani. Huyo hivyo unaweza kumsaidiaje? Kusema ya kwamba makeup sio dhambi. Huyo hivyo na ametabiri kwenye kinywa chake mwenyewe, anatabiri kabisa, sema Bwana majeshi, mwanangu makeup sio dhambi. Mpaka huyo maybe hajapenda mimi kuacha hiyo kitu, kwa sababu maybe aishaambiliwa hiyo ni dhambi. Sasa amejiaminisha moyoni mwake, hapana, kitu lazima nifanye hivi. Hapana, hawezi kuachilia kabisa kile kitu, kwa sababu ni nia moyo wake ndio inapenda hiyo kitu. So atatoa hiyo maneno kupitia mapenzi yake mwenyewe ya moyoni ambayo anapenda kuifanya, kwa sababu moyo pia unapingana na mwili nao. Unafanya mashindishano na mwili vinapingana. Ndio, yani huwa hapendi kuachilia. Anapenda yani hajaachilia hiyo kitu. Maybe aishaonywa na utumishi wa Bwana, aishaambiliwa ni dhambi, usijipakae
ni sura zingine vimapopi, unaonekana kama popi, ushambiliwa vyovyote ni sura uchafu. ambayo inaonekana hata sio sura yako. Sio sura yako, inakufanya uwe tofauti, ule mfano wa Mungu aliyokuumba. Unatoka, unajivika vingine visivyostahili usoni mwako, lakini we moyo wako tu unakudanganya kwamba kwa sababu ndio unapenda, unaridhika na ile hali yako ya Mungu, kumbe unakudanganya kabisa. Ndiyo. Moyo ni mdanganyifu. Mdanganyifu sana. Bwana tusaidie kabisa. Sasa katika hali ya kutulia ni kitu ambacho wadada wengi wanatamani sana. Atulie, awe na ile sifa nzuri, hasiwe na ile sifa ambayo kuonekana kama ile ndo anaongea sana mbele zake, yeye ndo ana vurugu nyingi, yeye ndo mwanzishaji wa maneno. Yaani kila kitu katatokea ka vurugu, utakuta wanamtai fulani huyo ndo anaanzaga hivi. Lakini hapendi hivyo, na vinakuwa vinamuumiza. Anataka yule analeta tabia njema na ile sifa nzuri. So unaweza kumshauriaje afanye nini? Afike kwenye hatua mpaka za kutulia. Haswa anaonekana kila wakati ndo mkosaji. Ningerudia kwanza kidogo Yesu. Hii swali iko hivi. Kuna binti yeye aweza kukaa na watu kikundi sasa vile gisi tunakuwa kwenye kanisa. Hata waimbaji wanakuta tunaanza kupiga zetu miaka mingapi amani kwa pale. So kuna mwingine yeye hawezi hiyo maisha eti watu tu mnakaa mko kimya, amani, furaha. Yaani lazima mpaka atachokonoa watu tu. Na utakuta hata kama tu alikuwa anamshauria kitu kizuri, anavimba mpaka lazima atatoa maneno makali kwa watu ya hasira. Yanazana sana kwa wale dada wa hasira. Sasa hata kwa huyo mtu lakini anaamua aache ya tabia mbaya ya kuambiwa tu kwa kitu anavimba, akishauriwa kwa kitu anakasirika au anakuwa mwepesi kujibu kwa ukali. Huyo unaweza kumsaidiaje binti kama huyo? Ya kusema ni tabia ambayo amejitengea hiyo. Na tabia lazima una uwezo kuongoa tabia ndani yako. Yaani una huo uwezo. Unaweza kaingoa, unakuta ndio yako umezaliwa. Unakuta nimezaliwa hivi na hizo hasira zangu. Zile tabia za asili. Ya usijisifu katika dhambi, ya kwamba mimi nakuwa nakasirika. Nakumbuka hata ni mafundisho pia Bwana alishatumikisha watumishi wake kutufundisha. Kadiri na mafundisho pia utazidi kubadilika pia. Kwa sababu nakumbuka mtumishi wa Bwana alikuwa anasema kwamba mtu hawezi kujisifu ya kwamba mimi nakuwa na kiburi, nakuwa na hasira. Sasa ukinichokoza tu utaniona, yani nitafanya hivi. Hapana, usijisifu hivyo, usionekane kama yani usitukuze huo nani wako, udhaifu wako ama hayo nani yako, hiyo tabia yako usisifu. Uone kama yani ni kitu ambacho unapenda sana, kinakuumiza ukikifanya hivi. Uumie sana, yani ujitahidi ubadilike. Sasa mtu anaweza saje kujizuia wakati amenenewa maneno makali? Huyo mtu afanye nini ili ajizuie? Ili naye asiwe mwepesi kwa kuongea wala kwa kujibu vibaya. Japo amekasirika moyoni lakini asioneshe reaction mbaya kwa watu. Anaweza aje? Jo, wengine walikuwa wanajitahidi. Yaani anatamani kabisa aache hivi vitabia vya kuongea pupu. Yaani lakini unakuta tu inamtokea tu asharepuka. Baadaye anaanza juta tena. Sasa wakati hivi maneno na njia ya kumkwaza, hafanyi aje huyo binti ili asiwe mwepesi kwa kuongea au kwa kujibu vibaya? Kitu gani afikirie kwa akili yake wala inaweza kusaidia? So neno la Bwana linasema kwamba tafuteni kuwa na amani na watu wote. Ukiona mtu amekukwaza usiwe haraka kwa kuongea. Maana hasira hukaa kifuani kwa wapumbavu. Ndio neno la Bwana linatuambia kwamba hivyo katika kitabu cha Methali. Hasira hukaa moyoni mwa mpumbavu. Sasa hiyo hasira yako utajikuta, yani sio kama nitasema aje, ule mtu ambaye amekukwaza utamuita baadaye tu, unamwambia, unaongea naye. Ndio ule kutafuta amani na watu wote. Usiruhusu ile hasira ikutawale. Usilale bila kutengeneza na huyo mtu. Ya bila na huyo mtu ambao umekwazishana naye. Unamfuata baadaye, sio watu wote, kwa sababu tena sio vizuri tena kuleta ile attention, muonekane kama mnajibiana watu wa Mungu. Haikwagi vizuri. Unamuita ndugu yako. Hapo aishaelewa sasa. Aishafundishwa hivyo vyote. Aishajua hasira kae kifuani mwa mpumbavu. Na Biblia inasema hiyo mezali tena nasema hivi, usiwe na urafiki na mtu mwenye hasira nyingi au mwenye ghadhabu, maana utaiga tabia zake. Sasa na Aishapenda kabisa hiyo kiasira, hayo roho ya kutokupendwa kuonywa imuondoke. Hataki hivyo, lakini kinamrepukia tu.
Sasa hiyo ishakuwa afanye pepo nini? sasa. Ishakuwa wachafu kwa sababu Yaani huyu anahitaji maombi. anahitaji maombi huyo, kwa sababu kama ushaonyewa Mm. na upendi kile kitu, Hapendi kabisa. lakini uko na kurudilia Yaani anajishangaa tu anaanza kutukana watu. hii sasa ishakuwa hewa chafu. Unahitaji maombi Mm. ya watumishi wa Bwana kutilia mikono wakuombee. Yaani hakuna njia ya nyingine inaweza kasaidia tu kabla psychology. Juu watu ambao wanafundisha pia akili ya afya, anaweza akamwambia unapoona mtu anakuchafua kwanza kumbuka tu moja kwa moja wewe ni mtu wa hasira. Sasa ukisema hiyo neno hapo lazima Inaweza itakuwa chafua. fujo. So unapokumbuka sema nakuwa na hasira mimi. Acha nitulie. Ndio akili ya afya inavyofundisha hivyo. Na imesaidia wengi. Unakujua sio Kristo tunaona kila kitu ni pepo. Lakini utakuta huyo mtu labda sio pepo. Ni akili tu psychology ile iliharibishwa na wazazi. Ile mazingira ambayo alielewa kutukanwa sana, kuchafuliwa na ikamvaa. So nakuwa hata kwa watu kutukana kwake anaona ni kitu kirahisi kwa sababu ni mazingira aliyoishi ya matusi. So inabidi pia tuwe akili zetu kuwa naziombea Mungu au anazitawala, kwa sababu binti wengi wameharibika pia psychology kufuatana na wazazi ile kuwatukana, kuwakemea, kuwatombokea kila wakati. Ile vitu vinakuwa vinajaa moyoni. So akienda kwa rafiki zake tena wanamkwaza, unakuta ndo anajibwaka sana mwa atoe vyote. Wote fikiriana watukana nyewe, kumbe ni hasira ambayo alitukaniwa na wazazi au na mama yake au na baba yake. So hiyo nayo ni ya kusasa. Kwa wale binti wa mawazo pia yani huzuni, kwa sababu binti wengi wanajiua, si unajua hivi? Sasa au hivi unaweza kuwasaidia aje kwamba wanapitia msongo wa mawazo juu ya wazazi kuwatukana, familia. Au hivyo pia naweza sema tu maombi pia inahitajika sana pia juu yao, kwa sababu kuna kwa stress ya normal, lakini ile ya kuzidisha sana haikuwa tena nzuri, inakuwa sasa ni hewa fulani tu ya depression. Na depression sana zinasumbua watoto wengi huku Marekani. Depression zinakuwa zinasumbua sana watu. Lakini sasa kuna kwa ingine stress tu ya kawaida, shule tu dakika ninatoka sasa, lakini ile sasa ya kila siku hapa unahitajika kabisa kuombewa na Bwana na watumishi wa Bwana wakuombee pia. Ndio sasa kuambia uko mbali na watumishi, unakuta mazingira ambayo anaishi hakuna wale watumishi wenye nguvu, wenye upako. Kuko sunasa hapo tuna neema. Lakini masteti nyingine au manchi nyingine unakuta wana na watumishi wenye nguvu, zina naombea mtu na pepo anarepuka, hawana hivi vipawa. Hawana hizo nguvu. Watumishi wengi wafungi. Unakuta ni kazi au mabizi tu na familia yake. Sasa huyo hivyo anaweza kufanya aje? So that hapo ina depend sasa na vitu gani ambavyo unafanya mpaka vikulete hiyo depression. Unafanya mambo gani mpaka ni yani unatakiwa sasa kujiepusha nayo, ili sasa ni mtu ambaye anaishi nao ndani ambaye anamsumbua hivyo anamtukana. Sasa kama ni mama yako utabuepukaje? Sasa hapo ndio shida sasa. Ndio shida kubwa hiyo. Wa hivyo naona tukichangia mbili sauti itakuwa mbaya. Ndio maana niko nazimazima. Huyo wa hivyo ambaye na kama vile una mzazi ambao kila wakati ni wadomo. Kuna wazazi kabisa anaweza kuwa ameokoka lakini bado anatawaliwa na matusi, kukuchafua, kukuvunja moyo, kukuona wewe, kukudharau. Kikubwa ni kuona huyo ni shetani ambaye anamtumia. Ukiona ni ibilisi ambaye iko ndani ya mama yako, haijalishi anaingia kanisani, anaombaga, utakuwa na amani. Lakini ukimtazama eti mama kwa nini ananifanya hivi, baba kwa nini ananifanya hivi, utaumia sana, mwisho utaishi maisha ya manunguniko maisha yako yote. Na utakuwa na furaha. Na unaweza kufungua hata milango ya mapepo sasa kukuingia zaidi, na pepo kisha kuingia ndo depression sana jitokeza na ndio kujinyonga. Na ndio maana kikubwa ukiona mtu yote awe ni baba au ni mama au ndugu yako anakukosesha amani, ujue huyo ni shetani anamtumia ili kutaka kuondoa furaha yako ambayo iko ndani ya Kristo. So ni lazima uwe makini kama binti. Usione angalia eti ni mama ananitesa, usiangalie ona ni pepo iko ndani yake. Kwa sababu ukikuwa naishi na mzazi ambaye wa maneno kila siku kusema sema, utajua mara nyingi ni mtu ambaye naye alipitia msongo wa mawazo. Sasa ile hasira yake ambaye labda anakumwaga yote kwako, ndio yeye mara nyingi wazazi wanakuaga. So ukichunguza hata mamangu aliishi maisha gani? Je, aliishi maisha furaha? Je, babangu anamlea aje? Jua uko na amani? Au familia yake aliishi aje? Ukikaa chini unatafakari, hata alikuwa nisome kwanza mama yangu ni mtu gani? Aliishi aje? Alilelewa aje? Mazingira yake unajua aliishi ni mtoto ambaye amelelewa kwa furaha na wazazi au ni mtoto ambaye aliishi maisha ya huzuni, ya upweke, ya uchungu? Sasa huyo wa hivyo mzazi wa hivyo atakukosesha raha.
utakuwa na shida, kitukanwa kila siku, kakosa kadogo anavimbisha, au kupika kuosha vyombo matusi, utajua hata huyu sio mama, labda akili yake pia ilicheza kwa sababu ya mazingira au na vitu alivyopitia maisha yake. So ukielewa hata mamangu naye ni mgonjwa wa akili, anaweza kuwa na akili yake tuko sawa, anaenda kazi, lakini psychology haiko, mental problem hiyo haiko sawa. So ukielewa hicho kitu, kuliko kuwa na kasirika na kuumia na kuwa na mawazo, utamwombea na utakuwa na amani. Haleluya. Rekose karabosha, utakuwa na amani na furaha, na utaona tena ni mama yako, utaona ni pepo ambaye inamtumia ili kukukosesha wewe amani. Kuhusu masomo pia, kitu gani ambao kinafanya wa African wengi kukosa mashule na kutokuendelea kuwa mbali kielimu? Kwa sababu unakuta wazungu wanaendelea sana wenzetu, lakini sisi watu weusi, japo tuko kwenye hizi nchi za kuendelea, lakini unakuta ikikuwa tu high school tunaingia makampani, hakuna kuna kazi ya maana, vitu vingi hatujui. Sasa unaona ni tatizo ni nini? Je, ni mazingira wazazi ile kutusema sema inatufanya tusiwe na akili shuleni, au ni lugha? Hiyo swali na mimi nilijiulizake mwa siku, nikaanza kusema maybe inaweza changia kwamba ile hali ya kusema kwamba kuwa na ile pupa ya kuolewa mapema, ama ambavyo tulizoea Afrika makambini. Sawa, utakuwa ni ile moyo sasa ya kufocus na masomo sana sana, kwa sababu wengine wakiolewa kabisa wanajutia. Wanasema kwamba ningesubiria kidogo, ningemalizia, ningeacha na malizia hivi na hivi, ningefanya hivi na hivi. Unakuta sawa naanza kujutia. Naona tu ni ile tu hali ile mazoea ya kwamba ile waliishiishi Afrika, nchi za Afrika, kuolewa mapema, kufanya hivi, kuwa ni ile pupa sana sana, miaka imefika hivi na hivi. Sasa huku Marekani wazungu unasoma hawana hiyo pupa, wanasoma mpaka miaka 40. Kuna mwalimu mmoja akuolewaga, alisoma kama miaka yake mpaka akapata degree ya yule ya doctor. Yani alisoma kama miaka yake yote. Sasa hivi sijui kama sasa ataolewa hiyo miaka 40. Lakini kuolewa tena 40 ni vibaya. Ni bora tu unasoma. Kuna wengine wanasoma na maliza high school, lakini unakuta tu bado hajajua lugha. Hajajua tu hata kuandika, hata kusoma barua hizi zinapokuja kwenye email hajui inamaanisha nini. Na yuko na diploma, hajajua lugha, hakuna diploma. Maana yuko na high school diploma, lakini hawezi sasa kujijazia kazi mpaka ajaziwe. Unajua tatizo ni nini? Like kuna mafundisho pia, lakini maybe huyo akuzoea ile kujituma, ama kujituma kwa vitu vingine, kujifunza mwenyewe, ama kujituma pepa ukikuja kunyumba unajaza pia we mwenyewe, unajituma ili kuongeza maarifa ya kujua ile lugha. Ndo I feel like that's a big reason. Ndo tatizo kubwa. Watu hawajitumi sana. Hawajitumi sana. Hasa tu nipate tu diploma tu. Haina maana. Kwa sababu mimi nakuwa ule mtu kujitahidi sana mpaka nijue Kiingereza vizuri, kwa sababu hata katika kuongea na watu nakuwa najitahidi niko naongea vizuri, aka kaneno nikarekebishe, kujitahidi hata kuchukua maklasi ya juu sana ili kuimprove ama kujichallenge vizuri. Je, hii lugha naielewa vizuri? Ndio inakuwa kingine kitu inasaidia wakijifunza utakuwa mwenyewe. Na kupenda pia. Kupenda kujifunza. Lazima utakijua. Usifanye kupenda Mungu utamjua Bwana. Maana zaidi. Amen. Utamjua Bwana zaidi. Hiyo kitu ambacho pia nimetaka sana kikazie kuhusu masomo, tujitahidi hata si wazazi kupusha watoto wetu wasome. Kwa sababu nakuta wanaume wakikuja, wazazi wanaanza kusukuma mtoto awahi kuolewa ili apate mali. Unakuta hiyo na unaona ushakosa soko, utaendelea hivyo. Sasa hiyo nayo inavunja sana mabinti wengi na kutamani kuolewa. Na mabinti bibi, usiangalie wenzao ambao wanaolewa utafikiri mimi mbona ninabaki nyumbani siku gani? Hapana. Vumilia, jitunze, Mungu atakuheshimisha. Wengi ambao wanaolewa sasa hivi wanaanza kutamani watoke. Wanaanza wengi, ukiongea nao na kuambia ningejua. Hapana, ningesoma tu, ningetulia nyumbani. Kila mwanamke ambaye ameolewa atakwambia ningejua, singewahi kuolewa mapema, ningesoma. So masomo ni ya muhimu sana kwa kizazi cha leo, kwa sababu kama ukusoma hata neno la Mungu hautaweza kulielewa. Kama na hii akili na hii maarifa, kwa sababu amnasoma. Ningekuwa juu kusoma asingeweza hata kuongea hivi. So elimu pia nafungua maarifa. Hata bila sasa usiache elimu iende zake.
ni elimu ni ya kiroho hata ya kimwili, yote tunaihitaji. Haleluya. Reko setrepa. Sasa nataka nijue Biblia unasomaga kila siku au ni unaweza sema tu andiko moja na unatulia zako unaomba unalala? So nakumbuka mafundisho ni mazuri sana. Nakumbuka mchungaji wetu Selemani alikuwa anatufundisha kwamba hata siku moja uanze kujitahidi kumaliza hata andiko kamoja ama nani yote mzima sura moja, hapana hata sura nani kitabu tu kimoja. Kabla ukisoma kitabu cha Mwanzo atajitahidi maliza chote. Ukimaliza chote hiyo siku. Lakini kama wewe ni ule mtu wa uvivu ama uwezi Yuda iko pale. Yuda iko tu najua kama mstari moja. Yuda ichukua hata minute 10 hata 5. Au naenda Filemo pale. Webania yote. That's good. Ufunuo yote unamaliza. Ufunuo iko ndefu kidogo. Iko ndefu. Iko sawa kabisa. Yuda Ufunuo kabla ya Yuda ndio hii chambo chako. Ndio hiyo. Yuda inaanza sura tu moja. Sura moja tu. Haina hata ngambo mbili. Ni sura hapa na hapa. Unamaliza hata kuturn page. Ndio alitufundishaga hivyo. Ukipenda kabisa kuendelea na ile kiu itakuwa inakuja kila siku. Acha leo nijitume. Sometimes unakosaga hiyo nani, lakini tena unakumbuka ile neno mchungaji alisemaka kwamba hivi acha tuzidi tu kupiga hatua mbele, kuendelea mbele. Ndio. Kubwa sana. Je, maisha yako unakuwa unafikiria labda unakuwa na ile worry ya kufikiria labda nitakwenda kuanguka au labda mimi nitamwacha Bwana, unakuwa na hiyo hofu moyoni mwako? Yaani nasema kabisa wazi moyoni mwangu sikuwagi na wazia hiyo mawazo, sikuwagi na iwaza, sijui kama ni sikuwagi na iwaza. Napendaka sana mpaka nifike uzee wangu niko na Bwana, maana itakuwa furaha ya ajabu sana nikifika uzee wangu na shauria wengine watu nawaambia hivi na hivi. Napendaka uwe shuhuda, nikiwa kushuhudia mtume, nikiwa kushuhudia ukweli mimi si wajakazi wote watumishi, nikiwa kuambia kwamba tulikuwa na watumishi wanana hii hivi dunia inazidi kuharibika, yanao wapate hiyo hekima wajue kwamba kulikuwa wengine watu kabisa walikuwa wanasimama imara ambao walimjua Bwana. Ndio napendaka. Kwa siku mara ngapi kwa maombi yako binafsi tofauti kwanza na huduma? Ukikuwa wewe mwenyewe. So na kaka asubuhi naomba kumasomo baada ya lunch, saa ya lunch naomba shuleni pia naendaka kuchoo naomba pia klasi nikipata muda. Ukosa nafasi ya kuomba juu kwa mama mchoo nayo sio sawa. Sio sawa. Akwagi sehemu hiyo tu ndio kwa sehemu ya free kwa sababu fujo inakuwa nyingi sana. Ndio nakuta juu sehemu ambayo utaenda kuombea kunaga hata library nako. Ukienda pale library ujikunje pale, lakini unaweza tumbua watu library yapendagi fujo tena sana watulie. Mklase nikimaliza kazi naomba tu moyoni, nafunga macho pale najikumbatia hivi naomba tu kimya pale hata katika roho. Unaona kusoma ombi muda wote shuleni, kazini. Kila saa. Hii inakusaidia sana kwenye maisha ya wokovu. Ndiyo. Barikiwa sana. Na tunafikisha 1 hour. Siku nyingine mkikuwa na maswali mabinti uta comment hapo. Atajitahidi siku yote tutakuja tukuyajibu. Haleluya, ili kusaidia mabinti wasimame. Haleluya, tunataka mabinti nao wasimame nao washuhudie uzee wao, tulitembea na Kristo, tulilinda wokovu. Haleluya, tusiwe mabinti wa kujichafua au kuanguka. Hapana, ukatae maanguko, uyachukie maanguko kwa jina la Yesu. Basi tumshukuru Mungu. Amen. Haleluya. Baba, katika jina la Yesu Kristo tuko mbele za uso wako. Tunaendelea kushukuru na kusema asante Baba yetu wa mbinguni. Umeanza nasi Baba mpaka hivi tumefikia muda kama na huu. Baba, tunashukuru kwa neema na hekima na maarifa umetujaza. Asante kwa hekima hii Mungu ambao umesema na wengi ambao watakwenda kuyasikia, uwabariki, ipate kuwabadilisha, iongeze woga wa dhambi, ipate kubadilisha, wanafunzi wasaidie, watoto wetu wasaidie,
msaidie kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Saidia mama huyu Mungu, Bwana wa mabwana, msaidie apate kulea mabinti yake vizuri. Umtembelee mama huyu ambaye hasira na kuwa ndani yake nyingi, upate kumbadilisha, ajue jinsi gani ya kulea watoto wake na kuwasukuma kwenye kazi yako, Bwana mabwana, katika jina la Yesu. Saidia Bwana, saidia mabinti ambao Bwana roho ya manguke na watembelea, upate kuwafungua. Fungua mabinti ambao wanasumbuliwa na roho ya usongo wa mawazo. Fungua mabinti ambao wanatembelewa na roho ya usharati. Tembelea mabinti ambao wanatembelewa na roho ya ushoga, upate kuwafungua. Mabinti ambao wanatembelewa na roho ya ujambazi, roho ya uvutaji wa bangi, Yesu waokoe, Yesu waokoe. Bwana wabadilishe, Bwana wa mabwana, badilisha mioyo, badilisha mioyo ya mabinti magaidi, mabinti ambao wapendi kusikia, ambao wapendi kutii, kwa jina la Yesu upate kuwafungua. Baba, tuko mbele zako, tunasema asante kwa muda kama nao. Ubarikiwe, upewe sifa na heshima. Neema yako pamoja nasi Mungu, ulinzi wako juu yetu sote, kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, tunakushukuru. Bariki mjakazi wako Angelani Mungu, umulinde na umpiganie katika hali ya ujana, pamoja naye asirudi nyuma, aendelee kwa mfano bora wa kuigwa katika jina la Yesu. Mweri kose trepa, utusaidie mwisho wetu uwe mwema Bwana kuliko mwanzo, kwa jina la Yesu Kristo. Ulinzi wako juu yetu na neema yako Bwana endelee kutembea pamoja nasi, kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana majeshi, tunakushukuru Bwana. Asante Yesu, amen, haleluya. Barikiwe sana. Bwana kuongezee hekima na maarifa ya kushauri mabinti. Najua shuhuda utajenga wengi na utasaidia wadada wengi katika jina la Yesu. Hata mama ambao atakuona sema hiyo binti mdogo bado anasimama, kwa nini mama mzima niwe hivi? So itashawishi wengi kupenda kusimama kwa jina la Yesu. Amen. Shalom. Shalom, shalom.